Alright, msikilizaji, umewadia ule muda wa kujifunza sheria na tupo na wakili ndani ya studio. Mimi sitaki nimzungumzie, sitaki niongee sana, sitaki niandike kwa mate wakati wino ungalipo. Karibu sana mgeni wetu siku ya leo ndani ya studio. Asante sana bila shaka Chris Mkambua kwa kunikaribisha kwenye studio siku ya leo. Okay. Naitwa Silas Akiro. Mimi ni mwanasheria, nafanya kazi kwenye kampuni ya sheria inayoitwa Akiro and Associates Advocates. Tunapatikana pale Westlands. Tunafanya sheria mbalimbali kama vile sheria za kazi, usalama barabarani. Okay. Na mengineyo. Sana. Okay. Kwa mtu ambaye amekusikia siku ya leo wakili, na siku ya leo tulikuwa tunataka tuzungumzie masuala ya sheria ya barabarani pamoja na usafiri. Na kuna mtu ambaye ama kuna watu wengi ambao labda wanajua kwamba kuna sheria za barabarani, lakini wengi labda huenda wakawa wanajua kwamba sheria tu ni ile ya trafiki. Ukiona trafiki barabarani lakini tunajua kwamba sheria za barabarani zinamlinda msafiri, zinamlinda dereva, zinamlinda mwenye gari na zinamlinda hata pedestrian, mtu ambaye labda hata hatumii gari. Labda uweze kutueleza tu kwa kifupi, ni sheria gani zinamlinda nani? Naam, bila shaka katika barabara kuna wahusika watatu. Kunaye afisa wa NTSA. Okay. Ambaye anasimamia transport and safety, usalama wa watu barabarani. Kunaye yule afisa wa kawaida wa traffic ambao wanaongozwa na the Traffic Act. Kuna the NTSA Act na the Traffic Act. Alafu tena tuko na maafisa wa KENHA. Okay. KENHA hapa ni wale maafisa ambao mara nyingi hawagusiwi, lakini wao jukumu lao ni kuchunga utunzaji wa rasilimali za barabara. Okay. Ukiharibu barabara utapata amefika pale, amekushika, amekupeleka ndani. Lakini kwa ajili mujibu wa siku ya leo, tutaangazia tu NTSA na the regular traffic police officers. Okay. Ndio. Na kwa hivyo zile sheria muhimu ambazo tunaenda kuangazia makulenga kabisa ni the NTSA Act na the Traffic Act. Na pia kuna vijisheria ndani zinaitwa rules pamoja na guidelines. Kuna rules and regulations ambazo zinaweza kuangaziwa pia katika maongezi yetu ya siku ya leo kuhusiana na zile faini ambazo ama zile makosa ambayo abiria, mwenye gari au makanga anaweza kufanya na ni faini zipi ambazo atatozwa na ni hatua gani ambazo anaweza kuchukua akipatikana katika hali kama hiyo. Okay. Okay, sasa tuanze na dereva. Wakati ambapo dereva amesimamishwa na trafiki ama na askari wa trafiki, ana haki gani? Naam, bila shaka dereva wa gari anaposimamishwa na afisa wa trafiki, kwanza kabisa ni makosa yepi ambayo yanaweza kwanza kufanya afisa wa trafiki kumsimamisha dereva? Kwa sababu kusimamisha dereva ndio kusimamisha gari nzima. Ndio. Kwa sababu pasi dereva gari alitaondoka, halitaenda. Na kwanza waweza kusimamishwa ili waweze kuangalia kama uko na leseni inayofaa. Wanaweza kusimamisha kuangalia iwapo gari iko na insurance. Wanaweza kukusimamisha kuangalia iwapo gari ina mishipi na mishipi ni safi. Kumbuka kuna kuwa na mishipi na pia kuhakikisha kwamba mishipi hiyo i safi. Kwa sababu kuna abiria atakata kuweka mishipi mikanda yake kwa sababu naona ni chafu, inatarisha maisha yake. Okay. Kwa hivyo katika hizi traffic regulations utapata kuna faini pia ya kuwa na mishipi lakini mishipi sio safi. Pia waweza kusimamishwa ili kuangazia iwapo kuna
kosa lile ambalo huenda si la barabara, lakini linatafutwa. Kuna maaskari wametumwa kuweza kuweka operesheni kutafuta gaidi fulani. Kwa hivyo utapata magari mengi yamesimamishwa, madereva wengi wamesimamishwa. Pia waweza kusimamishwa dereva iwapo kuna diversion, iwapo kuna njia badala. Kuna ile barabara ambayo unajua hii inaelekea huku, kwa mfano Salga, upate ya kwamba kufika pale Salga kuna ujenzi wa barabara unaendelea, na basi au wajenzi wa barabara au mafundi wa barabara wameweka diversion fulani. Kwa hivyo afisa wa trafiki anaweza simama hapo, huenda watakuwa ni wale wafanyikazi wa hiyo au wajenzi wa barabara, lakini mara nyingi kwa mara ya kwanza wataweka maaskari simamisha pale kuonyesha kwamba hakuna kupita hapa, pitia huku ndani. Kwa hivyo afisa anapokusimamisha, kwanza kabisa wewe kama dereva wapaswa kuhakikisha kwamba huyu ni afisa. Okay, kuna mtu anajiuliza, mimi nahakikisha vipi? Naam. Kulingana na the National Police Service Act, hiyo ndio sheria kuu kwa maaskari wote. Okay. Afisa anapaswa kuvaa sare zao rasmi. Aswa sana maafisa wa trafiki. Na pia kwenye kifua, kwenye mfuko hapa, ndio huwa wanahitajika kuweka nambari yao ya kazi. Okay. Kwa hivyo unapotembea barabarani umesimamishwa na afisa na umepata kwamba anasema ni afisa wa trafiki, lakini hana sare na vile vile nambari yake ya kazi haimo mahali panapofama, haijadhihirishwa wazi ili uweze kuiona nambari hiyo, basi hapo wapaswa kuuliza maswali ya ziada kuhakikisha ya kwamba huyu ni afisa. So unafaa kumuuliza, okay, nambari yako iko wapi ya kazi? Ndio. Na ikiwa atasema kwamba who are you to ask me questions, mmeniona na sare so lazima nikuonyeshe namba, dereva anafaa kufanya kitu gani? Naam, bila shaka kwa mara nyingi utawapata maafisa wa trafiki hawatakuwa peke yao. Ndio. Mahali pa kushika doria utapata wako wengi. Kwa hivyo wanaweza kuulizana ama waweza kuuliza yule aliye mkubwa wao kwa wakati huo, nani kiongozi wa kikosi. Okay. Waweza kuuliza maswali ya ziada kuweza kujua iwapo huyu anaye kusimamisha, anayedai kukushika, ana haki ya kukushika. Akikosa display, akikosa kuonyesha nambari yake ya kazi, ama akose kuwa katika sare mwafaka ya trafiki, basi dereva ana haki ya kupigia OCS wa hiyo area. Okay. Mara nyingi ukiuliza tu raia wa eneo hilo, watakupatia nambari ya OCS. Okay. Atauliza OCS wa hiyo, atapigia OCS wa hiyo area ama apigie the base commandant. Sababu maafisa wa trafiki wanaongozwa na base commandant. So anaweza pigia base commandant amwambie kwamba amesimamishwa kwa kosa ambalo huenda bado hajalifahamu. Ndiyo. Kwa sababu hawajaingia katika ile hatua ya kufahamishwa ni kosa lipi amesimamishwa. Amesimamishwa na afisa, akimtazama afisa vizuri anaona kuna kasoro, kuna makosa fulani ambaye afisa ako nayo. Afisa hana sare ya afisa wa trafiki, afisa hajaweka nambari yake ya kazi. Kwa hivyo anapaswa kudhibitisha kwanza, kudhibitisha kwanza ya kwamba huyu afisa ni afisa kwa mujibu wa the National Police Service Act, ama afisa kwa mujibu wa the traffic. Okay. Afisa amekusimamisha, awe na sare ama hana. Okay, tuseme ako na sare, ako na mpaka namba yake ya usajili. Na okay, imetokea anataka hongo. Wewe ukiangalia kosa ambalo anakuambia, uoni kama uko na hayo makosa, na amekwambia kwamba it's either unipe hela fulani ama twende ndani.
unafaa kufanya nini? Kwa sababu kwa kawaida tunajua kwamba mwananchi anapodhulumiwa anaenda kwa afisa wa polisi, lakini huyu ni afisa ambaye anakudhulumu, unafanya nini? Naam, bila shaka sasa zile haki za kikatiba zinaingia ndani. Kwanza yeyote mshtakiwa ama mshukiwa wakati huu afisa sasa anakushuku. Yeah. Kwa hivyo unakuwa mshukiwa. Mshukiwa ana haki ya kuweza kuwakilishwa na wakili wake. Kwa hivyo dereva anaweza kupigia wakili wake ama apigie wakili wa kampuni, apeane ripoti kwa kampuni, kampuni tume wakili. Lakini kwa jambo la dharura la kufanya wakati huo, sababu huenda wakili yuko mbali, ama wacha wakili, huenda ni mimi tu naendesha gari langu, labda sina wakili na ni mimi peke yangu, nafaa nifanye nini? Ndio. Jambo la kwanza ama jambo la dharura kufanya ni kuhakikisha kwamba haya madai ya askari umechukua ushahidi unaofaa. Mfano, waweza kujisitiri na kamera fulani, waweza kupeana kukonyezea rafiki yako, iwapo kuna rafiki mnasafiri naye, nishikie huyo mtu. Sasa kwa hivyo picha zinachukuliwa. Hiyo hatua ya askari ya kukuitisha hongo inachukuliwa. Kwa hivyo unapopata mara nyingi magari za kibinafsi ziko na kamera ya mbele. Kwa hivyo itakuwa ni jambo la busara kutoka kwenye gari na kuenda mbele ya gari ambapo kuna kamera. Ndiposa hii malumbano yenu, malimbikizani, majibizano iweze kunaswa hapa. Lakini mara nyingi hata hizo kamera za mbele hazina sauti. Kwa hivyo haitajulikana ni nini ilikuwa inasemwa. Ilikuwa inasemwa. Kwa hivyo dereva au mwenye gari au yeyote aliye katika gari anapaswa kuhakikisha kwamba ameona jinsi vile atanasa ushahidi kutoka kwenye maongezo haya ya hongo. Lakini pia mara nyingi ukimwambia ya kwamba sheria sasa zinahitaji ya kwamba usipotezee abiria au msafiri nafasi muda kama askari. Kuna zile fine books, vitabu vya faini ambavyo mara nyingi wako nazo hapo. Atakuelezea ile kosa ambayo umefanya na faini ni pesa ngapi, iwapo ipo ilipe uendelee na safari. Ndio, kwa sababu utapata kuna faini, kuna makosa ya faini ya shilingi 1,000, shilingi 500, shilingi 10,000, kuna zile za 10,000 na kuendelea, kuna zile za shilingi 3,000, kuna zile za shilingi 200. Kwa hivyo utauliza ni kosa lipi umeshikwa nalo na faini ni pesa ngapi, uandikiwe fine book, wewe uendelee na safari yako. Watu wamekuwa wakicomplain sana kuhusiana labda na watu wa bodaboda. Wanasema hakuna sheria dhabiti ambazo labda zina regulate watu wa bodaboda, na ni kwamba wana violate rules za barabarani na hawaoni hatua yoyote ikichukuliwa. Labda niweze kujua sheria imeweza kudhibiti vipi wahudumu wa bodaboda? Naam, bila shaka kuna the NTSA Act na pamoja na the Traffic Act. Hizi ndizo sheria muhimu ambazo zinadhibiti magari yote, ikiwemo wale wana bodaboda au hata watu wa tuktuk. Kwa hivyo kuna zile kanuni ambazo zimeweka kupitia kwa regulations ambazo zimeambatana na hizi sheria. Zile regulations ambazo zinatokana na hizo sheria ambazo nimezitaja. Kuna zile kanuni ambazo hata mwendesha pikipiki atahitajika kuzifuata.
Kwa mfano, hawahitajiki kubeba zaidi ya abiria mmoja, hawahitajiki kuendesha pikipiki bila reflector, hawahitajiki kuendesha pikipiki bila helmet, na helmet kwa watu wote, na kuna jinsi vile wanapaswa kujiendesha kwenye barabara, watii zile alama ama ishara za barabara. Kwa hivyo mwendesha pikipiki anapokosa kutii ama kufuata hizi kanuni, basi hatua zinaweza kuchukuliwa kwa askari aliyeko karibu, au yule dereva anayehisi ya kwamba huyu mwendesha pikipiki amekiuka sheria fulani, anapaswa kuripoti kwa stesheni ya polisi ama kwa afisa wa trafiki aliyeko karibu, ili hatua ziweze kuchukuliwa. Na mengineyo. Sana. Kwa mtu ambaye amekusikia siku ya leo wakili, na siku ya leo tulikuwa tunataka tuzungumzie masuala ya sheria ya barabarani pamoja na usafiri. Na kuna mtu ambaye ama kuna watu wengi ambao labda wanajua kwamba kuna sheria za barabarani, lakini wengi labda huenda wakawa wanajua kwamba sheria tu ni ile ya trafiki, ukiona trafiki barabarani lakini tunajua kwamba sheria za barabarani zinamlinda msafiri, zinamlinda dereva, zinamlinda mwenye gari, na zinamlinda hata pedestrian, mtu ambaye labda hata hatumii gari. Labda uweze kutueleza tu kwa kifupi, ni sheria gani zinamlinda nani? Naam, bila shaka katika barabara kuna wahusika watatu. Kunaye afisa wa NTSA ambaye anasimamia transport and safety, usalama wa watu barabarani. Kunaye yule afisa wa kawaida wa traffic ambao wanaongozwa na the Traffic Act. Kuna the NTSA Act na the Traffic Act. Alafu tena tuko na maafisa wa KENHA. KENHA hapa ni wale maafisa ambao mara nyingi hawagusiwi, lakini wao jukumu lao ni kuchunga utunzaji wa rasilimali za barabara. Ukiharibu barabara utapata amefika pale, amekushika, amekupeleka ndani. Lakini kwa ajili mujibu wa siku ya leo, tutaangazia tu NTSA na the regular traffic police officers. Ndio. Na kwa hivyo zile sheria muhimu ambazo tunaenda kuangazia makulenga kabisa ni the NTSA Act na the Traffic Act, na pia kuna vijisheria ndani zinaitwa rules pamoja na guidelines. Kuna rules and regulations ambazo zinaweza kuangaziwa pia katika maongezi yetu ya siku ya leo, kuhusiana na zile faini ambazo ama zile makosa ambayo abiria, mwenye gari au makanga anaweza kufanya, na ni faini zipi ambazo atatozwa, na ni hatua gani ambazo anaweza kuchukua akipatikana katika hali kama hiyo. Sasa tuanze na dereva. Wakati ambapo dereva amesimamishwa na trafiki ama na askari wa trafiki, ana haki gani? Naam, bila shaka dereva wa gari anaposimamishwa na afisa wa trafiki, kwanza kabisa ni makosa yepi ambayo yanaweza kwanza kufanya afisa wa trafiki kumsimamisha dereva? Kwa sababu kusimamisha dereva ndio kusimamisha gari nzima. Ndio. Kwa sababu pasi dereva gari alitaondoka, alitaenda. Na kwanza waweza kusimamishwa ili waweze kuangalia kama uko na leseni inayofaa. Wanaweza kusimamisha kuangalia iwapo gari iko na insurance. Wanaweza kusimamisha kuangalia iwapo gari ina mishipi na mishipi ni safi. Kumbuka kuna kuwa na mishipi
na pia kuhakikisha kwamba mishipi hiyo safi, kwa sababu kuna abiria atakata kuweka mishipi mikanda yake kwa sababu naona ni chafu, inatayarisha maisha yake. Okay. Kwa hivyo katika hizi traffic regulations utapata kuna faini pia ya kuwa na mishipi lakini mishipi sio safi. Pia waweza kusimamishwa ili kuangazia iwapo kuna kosa lile ambalo huenda si la barabara lakini linatafutwa. Kuna maaskari wametumwa kuweza kuweka operesheni kutafuta gaidi fulani. Kwa hivyo utapata magari mengi yamesimamishwa, madereva wengi wamesimamishwa. Pia waweza kusimamishwa dereva iwapo kuna diversion, iwapo kuna njia badala. Kuna ile barabara ambayo unajua hii inaelekea huku, kwa mfano Salga, upate ya kwamba kufika pale Salga kuna ujenzi wa barabara unaendelea, na basi au wajenzi wa barabara au mafundi wa barabara wameweka diversion fulani. Kwa hivyo afisa wa trafiki anaweza simama hapo, huenda watakuwa ni wale wafanyikazi wa hiyo au wajenzi wa barabara, lakini mara nyingi kwa mara ya kwanza wataweka maaskari simamisha pale kuonyesha kwamba hakuna kupita hapa, pitia huku ndani. Kwa hivyo afisa anapokusimamisha, kwanza kabisa wewe kama dereva wapaswa kuhakikisha kwamba huyu ni afisa. Okay, kuna mtu anajiuliza, mimi nahakikisha vipi? Naam. Kulingana na the National Police Service Act, hiyo ndio sheria kuu kwa maaskari wote. Okay. Afisa anapaswa kuvaa sare zao rasmi. Aswa sana maafisa wa trafiki. Na pia kwenye kifua, kwenye mfuko hapa, ndio huwa wanahitajika kuweka nambari yao ya kazi. Okay. Kwa hivyo unapotembea barabarani umesimamishwa na afisa na umepata kwamba anasema ni afisa wa trafiki lakini hana sare na vile vile nambari yake ya kazi haimo mahali panapofama, haijadhihirishwa wazi ili uweze kuiona nambari hiyo, basi hapo wapaswa kuuliza maswali ya ziada kuhakikisha ya kwamba huyu ni afisa. So unafaa kumuuliza, okay, nambari yako iko wapi ya kazi? Ndio. Na ikiwa atasema kwamba who are you to ask me questions, mmeniona na sare so lazima nikuonyeshe namba, dereva anafaa kufanya kitu gani? Naam, bila shaka kwa mara nyingi utawapata maafisa wa trafiki hawatakuwa peke yao. Ndio. Mahali pa kushika doria utapata wako wengi. Kwa hivyo wanaweza kuulizana ama waweza kuuliza yule aliye mkubwa wao kwa wakati huo, nani kiongozi wa kikosi. Okay. Waweza kuuliza maswali ya ziada kuweza kujua iwapo huyu anaye kusimamisha, anayedai kukushika, ana haki ya kukushika. Akikosa display, akikosa kuonyesha nambari yake ya kazi, ama akose kuwa katika sare mwafaka ya trafiki, basi dereva ana haki ya kupigia OCS wa hiyo area. Okay. Mara nyingi ukiuliza tu raia wa eneo hilo watakupatia nambari ya OCS. Okay. Atauliza OCS wa hiyo, atapigia OCS wa hiyo area ama apigie the base commandant. Sababu maafisa wa trafiki wanaongozwa na base commandant. So anaweza pigia base commandant amwambie kwamba amesimamishwa kwa kosa ambalo huenda bado hajalifahamu. Ndiyo. Kwa sababu hawajaingia katika ile hatua ya kufahamishwa ni kosa lipi amesimamishwa. Amesimamishwa na afisa, akimtazama afisa vizuri anaona kuna kasoro, kuna makosa fulani ambaye afisa ako nayo. Afisa hana sare ya afisa wa trafiki, afisa hajaweka nambari yake ya kazi. Kwa hivyo anapaswa kudhibitisha kwanza, kudhibitisha kwanza ya kwamba huyu afisa ni afisa
kwa mujibu wa the National Police Service Act, ama afisa kwa mujibu wa the traffic. Okay, afisa amekusimamisha, awe na sare ama hana. Okay, tuseme ako na sare, ako na mpaka namba yake ya usajili. Na okay, imetokea anataka hongo. Wewe ukiangalia kosa ambalo anakuambia, uoni kama uko na hayo makosa, na amekwambia kwamba either unipe hela fulani ama twende ndani. Unafaa kufanya nini? Kwa sababu kwa kawaida tunajua kwamba mwananchi anapodhulumiwa anaenda kwa afisa wa polisi, lakini huyu ni afisa ambaye anakudhulumu. Unafanya nini? Naam, bila shaka sasa zile haki za kikatiba zinaingia ndani. Kwanza yeyote mshtakiwa ama mshukiwa wakati huu afisa sasa anakushuku. Yeah. Kwa hivyo unakuwa mshukiwa. Mshukiwa ana haki ya kuweza kuwakilishwa na wakili wake. Kwa hivyo dereva anaweza kupigia wakili wake, ama apigie wakili wa kampuni, apeane ripoti kwa kampuni, kampuni tume wakili. Lakini kwa jambo la dharura la kufanya wakati huo, sababu huenda wakili yuko mbali, ama wacha wakili, huenda ni mimi tu naendesha gari langu, labda sina wakili na ni mimi peke yangu, nafaa nifanye nini? Ndio. Jambo la kwanza ama jambo la dharura kufanya ni kuhakikisha kwamba haya madai ya askari umechukua ushahidi unaofaa. Mfano, waweza kujisitiri na kamera fulani, waweza kupeana kukonyezea rafiki yako, iwapo kuna rafiki mnasafiri naye, nishikie huyo mtu. Sasa kwa hivyo picha zinachukuliwa. Hiyo hatua ya askari ya kukuitisha hongo inachukuliwa. Na kwa hivyo unapopata mara nyingi magari za kibinafsi ziko na kamera ya mbele. Kwa hivyo itakuwa ni jambo la busara kutoka kwenye gari na kuenda mbele ya gari ambapo kuna kamera. Ndiposa hii malumbano yenu, malimbikizani, majibizano iweze kunaswa hapa. Lakini mara nyingi hata hizo kamera za mbele hazina sauti. Kwa hivyo haitajulikana ni nini ilikuwa inasemwa. Ilikuwa inasemwa. Kwa hivyo dereva au mwenye gari au yeyote aliye katika gari anapaswa kuhakikisha kwamba ameona jinsi vile atanasa ushahidi kutoka kwenye maongezo haya ya hongo. Lakini pia mara nyingi ukimwambia ya kwamba sheria sasa zinahitaji ya kwamba usipotezee abiria au msafiri nafasi muda kama askari. Kuna zile fine books, vitabu vya faini ambavyo mara nyingi wako nazo hapo. Atakuelezea ile kosa ambayo umefanya na faini ni pesa ngapi, iwapo ipo ilipe uendelee na safari. Ndio, kwa sababu utapata kuna faini, kuna makosa ya faini ya shilingi 1,000, shilingi 500, shilingi 10,000, kuna zile za 10,000 na kuendelea, kuna zile za shilingi 3,000, kuna zile za shilingi 200. Kwa hivyo utauliza ni kosa lipi umeshikwa nalo na faini ni pesa ngapi, uandikiwe fine book, wewe uendelee na safari yako. Watu wamekuwa wakicomplain sana kuhusiana labda na watu wa bodaboda. Wanasema hakuna sheria dhabiti ambazo labda zina regulate watu wa bodaboda, na ni kwamba wana violate rules za barabarani na hawaoni hatua yoyote ikichukuliwa. Labda niweze kujua sheria imeweza kudhibiti vipi wahudumu wa bodaboda? Naam, bila shaka kuna the NTSA Act na pamoja na the Traffic Act. Hizi ndizo sheria muhimu ambazo zinadhibiti magari yote, ikiwemo
wale wana bodaboda au hata watu wa tuktuk. Kwa hivyo kuna zile kanuni ambazo zimeweka kupitia kwa regulations ambazo zimeambatana na hizi sheria. Zile regulations ambazo zinatokana na hizo sheria ambazo nimezitaja. Kuna zile kanuni ambazo hata mwendesha pikipiki atahitajika kuzifuata. Kwa mfano, hawahitajiki kubeba zaidi ya abiria mmoja, hawahitajiki kuendesha pikipiki bila reflector, hawahitajiki kuendesha pikipiki bila helmet, na helmet kwa watu wote, na kuna jinsi vile wanapaswa kujiendesha kwenye barabara, watii zile alama ama ishara za barabara. Kwa hivyo mwendesha pikipiki anapokosa kutii ama kufuata hizi kanuni, basi hatua zinaweza kuchukuliwa kwa askari aliyeko karibu, au yule dereva anayehisi ya kwamba huyu mwendesha pikipiki amekiuka sheria fulani, anapaswa kuripoti kwa stesheni ya polisi ama kwa afisa wa trafiki aliyeko karibu, ili hatua ziweze kuchukuliwa. Na niulize, ni hatua zipi ama ni makosa yapi ya trafiki ambayo ni ya kawaida tu ambao watu wanafaa kuya avoid sana? Watu wanadhani tu ni kawaida, lakini labda kama itatokea upatikane kwenye hilo kosa utakuwa kwenye shida. Ya kwanza kabisa ni kuhakikisha ya kwamba kama wewe ni abiria, kama si abiria bali pedestrian, kwa Kiswahili utanisaidia. Wale watembeaji. Of course. Yes. Watu ambao hawatumii magari, wanatumia barabara tu ya kawaida kutembea. Ya kupaswa kujua ya kwamba unapozuia mtiririko wa trafiki ni kosa. Lakini kosa hilo faini yake ni shilingi 500 peke yake. So ikiwa unapita hapa GM uone kupanda hii footbridge ni kazi nyingi, so nitamua ni subiri magari ni hepe niweze kuvuka faster. Ikiwa utapatikana kwenye hilo kosa, utatozwa faini ya shilingi 500. Ndio, utaweza kutozwa faini, sio kuvuka, lakini yule hakimu ataweza kuangazia kuvuka kwako kulisimamishaje mtiririko wa trafiki. Iwapo kuna ajali ilifanyika, ama tuseme ya kwamba kuna magari yalikuja akashika breki kwa udharura na kasababisha mengine tena mengi kukawa na msongamano wa magari. Kwa hivyo sasa umezuia mtiririko wa trafiki, na kwa hivyo basi wewe utaweza kushika, kupelekwa kotini na kutozwa faini ya shilingi 500. Pia tuko na kosa la kutoweka ile alama ya L iwapo wewe ni lana. Kuna kosa la kutoweka hiyo L. Tuko na kosa pia la kuendesha gari au pikipiki kwenye wrong side, kwenye barabara ya pedestrians. The footpath. Ndio. Kuna wale baadhi yao ni waendesha pikipiki. Ndio. Anapata kuna msongamano wa magari, napitia kwa pedestrian walkway. Hiyo ni kosa. Lakini wakili, inafanyika sana na imekuwa kawaida. So ni nani anafaa kuwajibisha hawa watu? Ni askari, afisa wa trafiki, ama raia mwenyewe. Raia ameruhusiwa kushika mhalifu ama anayekosa. Wewe kama raia umeruhusiwa kumshika na kumkabidhi kwa afisa. So yani natembea barabarani, alafu mtu wa boda amekuja, ako kwa barabara yangu kabisa. Tuseme tu hata hapa nje tayari kuna footpath upande wa juu na chini ni barabara. Msee wa bodaboda amekuja, amepita hapo juu. Sasa nitamshika vipi? Kwa hivyo unajua yale ambayo yanajiri katika kushika mhalifu ama mshukiwa,
ni usalama wako wewe binafsi. Sheria inakuruhusu kumshika, lakini lazima uangazie usalama wako. Kwa hivyo kile ambacho unaweza kufanya ni kuchukua picha ya huyo mwendesha pikipiki na kuchukua nambari yake ya pikipiki na kupeleka kwa maafisa. Lakini mara nyingi wajua, yule katibu wa internal masuala ya ndani alisema kwamba unapopeleka kesi stesheni, tafadhali wapatie fuel. Of course. Hivyo ukifika pale it happens. You just want to help, lakini sasa umefika pale kuripoti kesi, tena unaanza kuambiwa utoe hela ya mafuta. Toa hela ya mafuta, waende wachunguze. I mean, hiyo ndio inakuwa shida, na ndiposa niliona huzuni yako ni kwamba mambo haya yanatendeka kwa wingi sana. Yanatendeka kwa sababu ya ulegevu, utepetevu wa maafisa wa polisi, wale waliopewa mamlaka kuweza kuhakikisha kwamba mambo haya yamesitiriwa. Wanalegeza, wanalegea. Wengi wao pia wanaifanya kimakusudi, kusudi waweze kupata mtu ambaye watamuitisha hongo. Kwa hivyo usalama barabarani utaimarika iwapo hongo itaweza kumalizwa barabarani. Na kuna kitu ambacho kwenye barabara huwa ni kigumu sana kuavoid. Hata wahenga walisema kwamba ajali haina kinga wala kafara, na sometimes ajali inatokea tu. Na wakili, tungependa kujua labda wakati ambapo ajali imetokea kwa both dereva na kama ilikuwa ni gari la abiria na abiria, wakati ambapo gari ambalo umekuwa ukiwa nalo limepata ajali, what are you supposed to do? Bila shaka kuna sheria ambayo inaitwa the law of tort. The law of tort ni ile sheria inayohusisha uovu ama ubaya aliyetendewa mtu binafsi. Ndiyo. Na kwa hivyo kufanya ajali ni mojawapo ya huo uovu. It's a wrong, it's a civil wrong. Katika nchi zingine ni sio strict vile, lakini katika nchi yetu liability, yani we call liability, ile gharama ya kusababisha ajali ni strict, na ndiposa kuweza kuwapatia wale waathiriwa fidia au compensation. Sheria, the Insurance Act, ilifanya kuwa lazima kila gari iliyoko barabarani kukuwa na insurance. Angalau ile third party insurance, ile wanaita TPO. So hili ni gari la abiria, mani kila gari ambalo liko barabarani, kila gari lazima liwe na insurance. Lazima iwe na insurance. Kusudi ya insurance ni kuweza kucompensate wale ambao watakuwa wameathiriwa. Posa inaitwa third party motor vehicle insurance. Kwa hivyo wakati ajali inafanyika, kwanza kabisa mwenye gari anapaswa kuweza kuripoti kwenye traffic. Ndiyo. Maafisa wa trafiki walioko karibuni, au waingie kwenye stesheni iliyoko karibuni na kuweza kuripoti ajali hiyo. Pia wanapaswa kupeleka ripoti kwa insurance wao. Baada ya hapo, yule aliyeathiriwa ataenda kwenye hiyo police station. Kwanza anapaswa kuweza kupata matibabu, kwa sababu afya ni muhimu. Kisha ataenda kwenye hiyo police station, atapewa police abstract. Akishapewa police abstract, huenda anaweza kujaza P3. Kukiwa na kifo ama vifo, P3 haitahitajika, kwa sababu P3 inapaswa kuthibitisha kiwango cha maumivu. Umeumia kiasi kipi? Ndiyo. Lakini mtu aliyekufa,
kibadala cha P3 ni death certificate. Na sheria ya kwamba huyu mtu hayuko ama postmortem results. Ndio. Kwa hivyo baada ya kupata hizi documents, huenda utaenda binafsi ama utatafuta wakili. Wakili ataandika barua inaitwa demand letter kwa mwenye gari. Kwa mwenye gari. Na kama mwenye gari pia ameaga, ni ile estate yake. Estate ya huyo mwenye gari, wale warithi wa mali ya huyo mwenye gari. Wataandikiwa demand letter, alafu insurance ya hii gari itaandikiwa statutory notice. Ya kwamba hii gari ambayo muliinsure imepata ajali na client wetu, mteja wetu ameathiriwa. Tuko katika harakati za kupeleka hii mambo kotini. Insurance ama mwenye gari akisema hapana, hakuna haja tufike kotini, tukae chini tuzungumze. Waseme hapa tawapatia 500,000, 10,000,000, 1,000,000, 1,100,000. Ukiridhika nayo, unawapatia ile kitu inaitwa discharge voucher, ambayo inamaanisha kwamba umeshapewa fidia yako, endelea na hii mambo kotini. Usiporidhika nayo, basi wakili wako atapeleka kesi kotini. Itasikilizwa na koti itaamua ni pesa ngapi ambayo unapaswa kupewa kulingana ama kutokana na hiyo ajali. Na hiyo pesa ndio insurance itapeana. Iwapo imezidi kile kiwango ambacho insurance imeruhusiwa kulipa, kwa mfano insurance wameruhusiwa kulipa hadi shilingi milioni 3 kwa kila kesi. Kwa hivyo koti ikipeana milioni 10, hiyo milioni 7 ya juu utatafuta kwa mwenye gari. Ndio. Hivyo ndivyo michakato ya personal injury claims zinaendelea. Wakili, juzi tu NTSA imeweza ku-launch zile kamera za barabarani, na watu wameshaanza tayari kutozwa faini ikiwa wana violate zile rules. Lakini hapa in between tunasikia watu wakisema kwamba pia kuna scammers ambao labda wamehack system ya NTSA. Unapata kwamba umetumiwa tu message, umepita kweli, wameona number plate yako, wanakuambia ulikuwa unaendesha kwa gari kwa speed hii, na unapata ni kweli, ama unapata tu wamekwambia tu kakosa kingine hapo, and then una end up kutuma pesa, baadaye unagundua kwamba kumbe hata haikuwa NTSA. Sasa labda wakati ambapo kumetokea jambo kama hili, dereva wa gari anafaa kufanya nini ili na yeye pia aweze kupata haki yake, aweze kukompensetiwa pesa yake? Kwa sababu sasa hivi watu wengi wametapeliwa, na wanasema kwamba ukiingia kabisa unapata kwamba ndio hii NTSA sijui wamedukua vipi huo mtandao, lakini kuna watu wengi walilia sana wakati ambapo inaanza. So mtu kama huyo ambaye aliweza kutapeliwa hela yake, anaweza akapata hela yake tena, ama ndio hivyo imeenda? Yule aliyetapeliwa anachukua hatua. Yule mtapeli hachukulie NTSA hatua, kwa sababu NTSA wamejaribu, ila mie nasema bado hawajafanya uhamasisho wa kutosha ili Wakenya waweze kujua zile mitindo au hatua za kulipa hizo fines. Lakini iwapo kuna yule ambaye amefanya cloning, clone ile website ya NTSA na kuweza kutoza Wakenya faini ambazo si halali, basi wanapaswa kuchukuliwa hatua na ripoti, kwa sababu hiyo ni fraud. Hiyo sasa sio kesi ya trafiki, hiyo ni fraud ama obtaining, yani kuweza kupata fedha kwa njia zisizofaa, obtaining money by false pretenses. Una ripoti police station, alafu afisa hapo kwenye polisi kwenye stationi watapeana hiyo kesi kwa maafisa wa DCI. Wataweza kufanya uchunguzi, watafanya forensics, waone hii website ni gani, kina nani wahusika, wataweza kufanya michakato yao ili waweze hadi kufikia wale wahusika, wanadamu wahusika. Sasa
penye hii pesa inaenda, baada ya kutolewa inaingia wapi. Wakifanya hizo michakato yote na kuweza kuwapata hawa, watawachukulia hatua. Okay. Lakini hiyo inapasa pia Wakenya kuwa macho na kuweza kuhakikisha ya kwamba mahali ambapo unalipa pesa ni pale ambapo panafaa. Ni zile hatua ambazo zilipeanwa na NTSA. Okay. Usilipe tu pesa mahali popote. Na hizi fines mwenye gari hutumiwa kwenye email yake ambayo imeshikanishwa na gari yake kwenye database ya NTSA. Okay. Kwa hivyo ukipata email imetoka kwingine ambako sio kwa NTSA, ama umepata message imetoka mahali ambapo si NTSA, sio si lazima ni instant fines. Ndio, ni fines, zile faini za papo kwa hapo, lakini si lazima zilipwe papo kwa hapo. Okay. Kwa sababu hata NTSA inasema uingie kwenye benki, uweze kuweka deposit kwenye benki na mambo kama hayo. Kwa hivyo kuna muda, uliza. Okay. Fanya uchunguzi, ujue iwapo hii faini imetoka kwa NTSA yenyewe. Okay. Hii faini imetoka kwa NTSA yenyewe. Vile vile kuna kesi iliyopelekwa kotini. So kwa mtu ambaye labda hawezi kuelewa, atachunguza vipi? Ni hatua gani ambayo anafaa kuchukua ili aweze kuhakikisha kwamba ako very sure kwamba hiyo faini inatoka kwa NTSA? Naam, kuna zile toll free za NTSA, zile nambari za simu za NTSA. Anaweza kupiga simu au angaliwe kwenye system iwapo hiyo number plate yake iko na hizo fine. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kwenda moja kwa moja hadi NTSA, kwenda kuangalia iwapo hizi zimetoka kwa NTSA. Ndio. Hatua ya tatu ni kuangalia zile ilani za NTSA. Iwapo email ambayo imekutumia ndio ile email yenye NTSA imeweka kwenye ilani yao. Okay. Iwapo nambari ambayo imekutumia au ule mtindo ambao hiyo message, hiyo ujumbe wa rafa umekuja, ndio ule mtindo ambao NTSA imesema arafa zao zinaingia kwa raia. Iwapo kuna taswishi kidogo, ama uko na wasiwasi, ndio uwezi kuambatanisha ilani ya NTSA na huu ujumbe, basi unapaswa kuchukua hizo hatua. Pigia NTSA waweze kuthibitisha au utembelee kituo cha NTSA. Alright, msikilizaji, tumerudi tena. Tunazidi kujifunza sheria. Kama uko na swali lolote kuhusiana na sheria za barabarani na usafiri, unatuma tu SMS line ya kwako, ama unatuma SMS ya kwako kwenye SMS line ya kwangu 22277. Wakili yupo hapa, atakuwa anajibu swali lako. Naam, wakili, karibu tena. Kuna mtu ambaye alikuwa ameuliza swali, ikiwa labda gari limeisha mafuta barabarani na petrol station iko mbali, anafaa afanye kitu gani? Naam, bila shaka jambo la kwanza, unapoanza safari ujue ile consumption ya gari yako. Okay. Pia ujue ni kiwango kipi cha safari utaenda, na uhakikishe uko na mafuta ya kutosha. Okay. Ila unapokosa mafuta kigafla katikati ya safari, kwanza mahali ambapo gari imesimama au gari inaposimama yenyewe, wapaswa kutoa ile triangle, ile ishara uiweke distance, okay, nyuma na mbele, kuweza kuonyesha wasafiri wengine, madereva wengine, ya kwamba gari lako liko na hitilafu. Kisha ujaribu jinsi uwezavyo kukimbia kuleta mafuta na kuweka kwenye gari yako kwa muda au unaofaa. Ila tu ujue ya kwamba kwa kukosa kwa mwangalifu, maafisa wa trafiki wanaweza kuchukulia hatua kwa kosa la obstruction. Okay.
kwa sababu kuna zile mechanical problems, zile shida za kimekaniki ambazo gari hujipata nayo, lakini ile ya mafuta mara nyingi hawatasikiliza. Okay. Kwa sababu kuna zile njia ambazo unaweza kuzuia kosa hilo. Kujua ni safari ipi, mwendo upi unaenda, na consumption yako iko vipi, na pia kabla gari iishe mafuta kuna ile warning, kuna ile onyo. Mbona ukaendelea na safari lakini ulipewa onyo. Okay. Unapopata onyo unapaswa kuangalia petrol station iko wapi. Siku hizi hata Google Map inatakuonyesha next petrol station 1 kilometer away. Okay. Kilomita 1 mbele. Kwa hivyo utaangalia hii mafuta niko nayo itanifikisha kilomita 1. Kama haiwezi, weka gari kando, isimamishe, ipark gari vizuri, kwa sababu mafuta ile sababu ya hiyo onyo ni kukuwezesha kuweza kuidhibiti gari na kuiweka mahali panapofaa bila kufanya obstruction, kuzuia wasafiri wengine. Hivyo uiweke kando vizuri, uende mafuta, urudi, uendelee na safari yako. Okay. Ndio. Wakili, kwa dakika 2 labda uweze kutuambia ni kosa gani ya kawaida ambayo wananchi wengi huwa wanafanya wakati ambapo wamesimamishwa na afisa wa polisi ama afisa wa trafiki barabarani, na ni kitu gani ambacho wanafaa kufanya ili kuepuka labda ama ili kuweza kulinda haki zao bila kuvunja sheria? Naam, bila shaka lile kosa ambalo mara nyingi watu wengi hufanya ni kukosa kusimama wakati umeitwa na afisa wa polisi. Okay. Ni kosa kwa sababu unapaswa bila kujua umeitiwa nini, mradi tu polisi amekuambia simama, unapaswa kusimamisha gari. Okay. Baadhi wanaongeza spidi na kuendelea. Kile ambacho tunapaswa kufanya ili tuweze kukuwa na usalama na kutojipata mahali pabaya kisheria ni kujua sheria. Okay. Kwa Kiingereza tunasema ignorance of the law is no defense. Okay. Utaenda kotini useme kwamba nilikuwa sijui. Yeah. Ni kujua sheria, kutune in katika zile programs za elimu ya sheria kama hii ya Christine Kambua, kuweza kupata sheria mbalimbali, na pia kuweza kusoma hizo sheria zinazohusu maisha yako, kama ni za trafiki, ziko pale online kwenye mtandao. Tu sheria za barabara, sheria za wapo, utazipata zote. Alafu uweze kuzisoma, utapata pengine askari amekuitisha 10,000 na faini ni 1,000. Okay. Wewe una panic, unampatia 10,000, lakini ukienda kotini utatoa 1,000. Ndio. Kwa hivyo ukizijua, utaweza kusaidika. Okay. Unapata wamechukuliwa wengi, raia wengi, ya kwamba wamezuia mtiriko wa trafiki, alafu ana panic, anapatia afisa shilingi 5,000. Piga simu nyumbani 20,000 imeenda kwa ofisa. Yeah. Ila ni kesi ya shilingi 500. Imagine. Kwa hivyo ungejua sheria, ndio ungejua jinsi ya kujisaidia. Asante sana. Wow, asante sana wakili. Ningetamani tuzidi kuzungumza mengi, lakini naona muda haupo upande wetu. Umesema kwamba tunafaa tujue sheria. Ndio. Asante sana kwa kuja. Na uwe na wakati mwema. Asante sana Christine, bila shaka nitajizatiti kurudi. Alright. Msikilizaji, tumekuwa na wakili ndani ya studio tukiwa tunajifunza sheria, na wacha tukomee hapo, tutazidi tena next week on Tuesday.